Naam, mtazamaji, kuna taarifa ambazo ni za huzuni na za kusikitisha ambazo zimesambaa sasa hivi katika mitandao ya kijamii kumhusu kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu aliyeko nyuma ya kuta za gereza za Ukonga jijini Dar es Salaam. Taarifa za hivi punde zinadai ya kwamba hali ya afya ya Tundu Lissu sio nzuri kabisa na anapatwa na ugonjwa huu ambao unamsumbua. Mtazamaji, like video hii kisha subscribe kabla tusonge mbele na nikujuze taarifa hizi nzima. Afya ya Tundu Lissu inazorota akiwa gereza la Ukonga. Hilo ndilo katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alilolieleza taifa la Tanzania hivi punde, na namna alivyolieleza imelifanya taifa kusimama na kutafakari kwa kina. John Mnyika hakutoa utambuzi wa kitaalamu wa kimatibabu, hakutoa ripoti ya daktari. Alichosema ni hiki: hali ya afya ya Tundu Lissu gerezani si nzuri sasa hivi. Kisha akawaomba Watanzania wote wamwombee sana Tundu Lissu, kwani ni maombi pekee ambayo yanaweza kumwokoa kutokana na hali yake ya afya akiwa ndani ya gereza au kizuizini. Wito huo wa John Mnyika umewashtua wengi, na wito huo kutoka kwa katibu mkuu wa chama kikubwa cha upinzani nchini Tanzania katika mkutano na waandishi wa habari jioni ya jana, na kwa rekodi rasmi, si lugha ya kawaida ya mawasiliano ya kisiasa. Ni lugha inayoonyesha wasiwasi wa kweli kutoka kwa mtu mwenye taarifa ambazo umma haunazo. Wakati ofisa mkuu wa utawala wa chama cha upinzani anapoliambia taifa limwombee sana mwenyekiti wake aliyeko gerezani, hali halisi iliyojificha nyuma ya maneno hayo inawasilishwa hata kupitia yale ambayo hayajasemwa waziwazi. John Mnyika aliwasilisha wito wake kwa namna inayoongeza wito ama uzito ambao ni vigumu kuupuuza. Alisema kila Mtanzania ana haki ya kumwombea Tundu Lissu kwa kuwa sasa hivi hali yake si njema, kwa sababu hali aliyonayo Tundu Lissu sasa ni matokeo ya moja kwa moja ya upendo na kujitolea kwake Lissu kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa maneno mengine, hayuko Ukonga kwa sababu ya jambo lolote alilofanya kuidhuru nchi hii. Yuko huko kwa sababu ya kile alichoamini kuwa ni wajibu wake kwa taifa hili. John Mnyika anadai mateso anayopitia Tundu Lissu, bila kujali aina yake mahususi ya kimatibabu, ni gharama inayolipwa kwa ajili ya msimamo wa kisiasa unaoungwa mkono na mamilioni ya Watanzania, lakini yeye pekee ndiye anayeulipia gharama hiyo kwa namna ya kibinafsi na kimwili kwa sasa, huku akizorota kiafya, huku akiwa hana uwezo wa kwenda nje ya nchi kufuata matibabu. Wakati huo huo, Chadema imesisitiza tena madai yake ya kutaka Tundu Lissu achiwe huru mara moja. Msimamo wa chama si tu kwamba yeye hana hatia, bali ni kwamba kuendelea kushikiliwa kwake kunazuia mambo mengine kusonga mbele, kama vile kupata matibabu nje ya nchi kutokana na hali yake mbaya ya kiafya, iwe ni katika ngazi ya taifa au ndani ya chama chenyewe. Ujumbe wa Mnyika leo una vipengele hivi viwili kwa wakati mmoja, mojawapo ikiwa ni wito wa kibinadamu kwa Watanzania wa mirengo yote ya kisiasa kumwombea mtu ambaye afya yake inazorota nyuma ya kuta za gereza la Ukonga, na madai ya kisiasa kwamba suluhisho la mateso hayo ni rahisi: Tundu Lissu achiwe huru. Mtazamaji, sasa tuweke kauli hii ya Mnyika ya leo katika muktadha kamili wa yale ambayo Tanzania inajua kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu tangu alipokamatwa. Mtazamaji, hebu sasa tuweke kauli hii ya John Mnyika kuhusu afya mbaya ya Tundu Lissu katika muktadha kamili wa yale ambayo Watanzania wanajua kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu tangu alipokamatwa, kwa sababu historia ya suala hili ni muhimu sana. Tundu Lissu si mtu mwenye afya ya kawaida. Alinusurika kupigwa risasi 16 jijini Dodoma mnamo Septemba mwaka 2017, jaribio la mauaji lililomwacha na majeraha ya kudumu yaliyohitaji matibabu endelevu. Alitumia miaka kadhaa nchini Ubelgiji akipata matibabu kabla ya kurejea Tanzania mwaka 2023. Alipokamatwa mnamo Aprili mwaka 2025, alianza kukosa miadi ya matibabu iliyopangwa kwa sababu kuzuiliwa kwake gerezani kulifanya isiwezekane kupata huduma zake za kawaida za matibabu. Mnamo Mei mwaka 2026 alipatwa na tatizo kubwa la kiafya tumboni akiwa ndani ya gereza la Ukonga. Inasemekana ilitokana na mlo aliopatiwa gerezani hapo, huku vipimo vikibaini maambukizi. Jeshi la magereza la Tanzania likuthibitisha hadharani maelezo ya tukio hilo. Mkewe Alicia Lissu akizungumza kutokea Ubelgiji alisema hajamuona wala kuzungumza naye mume wake kwa takriban mwaka
mmoja sasa. Tarehe 4 Agosti mwaka 2026, zaidi ya miezi 15 tangu kukamatwa kwake, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika anasimama mbele ya kamera na kuambia taifa kuwa afya yake Tundu Lissu si nzuri, huku akiomba wananchi wamwombee sana. Mtazamaji, serikali haijatoa majibu yoyote kuhusiana na kauli ya John Mnyika hadi wakati wa kuandaa taarifa hizi. Jeshi la magereza halijatoa taarifa yoyote mpya kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu. Mkurugenzi wa mashtaka DPP hajazungumzia suala hilo, na wizara ya mambo ya ndani ambayo kiongozi wake mkuu Patrobas Katambi amezungumza mara kwa mara kuhusu mchakato wa kisheria na uhuru wake, haijagusia kipengele cha afya kuhusiana na kuendelea kushikiliwa kizuizini kwa Lissu. Ukimya huo unaendelea sambamba na wito wa Mnyika, jambo lenye ujumbe mzito lenyewe. Katibu mkuu analiambia taifa kuwa afya ya mwenyekiti anayeshikiliwa kizuizini inazidi kudorora. Taasisi zenye dhamana ya kumshikilia hazisemi lolote. Hali halisi ya kiafya inayomkabili Tundu Lissu ndani ya gereza la Ukonga inafahamika kupitia upande wa upinzani pekee, kwa sababu serikali inayomshikilia imechagua kutozungumzia hali yake. Jambo hili lina umuhimu unaovuka mipaka ya Chadema na wafuasi wake. Kesi ya Lissu imetambuliwa rasmi kimataifa kama suala la haki za binadamu. Kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kuhusu uzuilizi holela, yani UN Working Group on Arbitrary Detention, kilitoa uamuzi kuwa kufungwa kwake ni kinyume cha sheria. Muda wa mwisho wa siku 30 uliowekwa na Jumuiya ya Madola vilevile uliotolewa mnamo tarehe 10 Julai ulitaja kuzuiliwa kwake kama moja ya masuala muhimu yanayohitaji ufumbuzi, huku muda huo ukitarajiwa kumalizika takriban tarehe 9 Agosti mwezi huu. Siku 5 kuanzia sasa, Jumuiya ya Madola itakutana tena mwezi Septemba kutathmini maendeleo ya Tanzania. Kauli ya John Mnyika ya leo kwamba afya ya Lissu inazidi kudorora ndani ya gereza linalomshikilia ni taarifa itakayofika kwenye taasisi hizo. Ni taarifa itakayosaidia katika kutathmini kama Tanzania imechukua hatua zinazotakiwa. Pia kuna kipengele cha kibinadamu hapa ambacho kiko nje ya mfumo wa kitaasisi. Alicia Lissu yuko Ubelgiji, ni mke wa Tundu Lissu. Anadai hajazungumza na mumewe ama hajamuona mumewe kwa takriban mwaka mmoja. Aliambia BBC kwamba hana ujasiri ule aliouona kwa mume wake. Amekuwa akijishughulikia mambo ya watoto wao, fedha zao na hofu yake binafsi akiwa ng'ambo ya bahari, huku akifuatilia kesi hiyo kupitia taarifa za watu wengine kama vile mawakili na ndugu. Taarifa ya Mnyika ya leo ilimfikia pia kupitia njia mbalimbali anazotumia kufuatilia yanayoendelea nchini Tanzania. Katibu mkuu wa chama cha mumewe anauambia ulimwengu kuwa afya yake si nzuri. Yeye yuko umbali wa maelfu ya maili na hawezi kumfikia. Letu kama Simulizi Media ni kumtakia afueni au ahueni ya haraka Tundu Antipas Lissu, na tunamtakia aweze kupona haraka akiwa nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Mtazamaji, pia na kuachia uwanja huo wa comment ama uwanja wa maoni chini ya video hii. Utume ujumbe wako kwa Tundu Lissu. Vile mtazamaji, unijuze maoni au mtazamo wako kuhusiana na suala hili na habari hizi za afya ya Tundu Lissu zilizosambazwa na John Mnyika.